Nichukue fursa hii adhimu kabisa kuwakaribisha kushiriki kwenye mbio ya Great Ruaha Marathon ambayo msimu huu ni msimu wake wa 4 na imepangwa kufanyika tarehe 5 mwezi ujao, kwa maana ya mwezi wa 7 ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha. Maandalizi kwa asilimia kubwa yanaenda vizuri, na mpaka sasa hivi kama ambavyo mmesikia kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mgeni rasmi tayari amesha confirm, ambaye atakuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa naye kuanzia tarehe 4, atalala kule mbugani kwa ajili ya kukimbia pamoja na wakimbiaji wote ambao watakuwa wako tayari kushiriki kwenye mbio hii. Mbio hii nia na madhumuni ni kupromote utalii wa kusini, lakini pia kuhamasisha utunzaji wa mazingira hasa wa mto mkuu Ruaha, kwa sababu kama ambavyo tunajua ule mto ni chanzo kikuu cha maji kwa Tanzania nzima kwa ujumla. Kwa hiyo kuhusu masuala mazima ya usajili, usajili ni shilingi 45,000. Kuna categories za kilomita 5, kilomita 10 pamoja na half marathon kwa maana ya kilomita 21. Lakini mwaka huu tumeongeza vionjo kidogo. Tutakuwa na safari walking walking safari ambayo mara nyingi hii ni kwa wale ambao hawapendi kukimbia. Kwa hiyo itakuwa ni kwa kilomita 5 kuanzia pale airstrip kwa wale ambao wameshafika kule ndani ya hifadhi karibu na uwanja wa ndege, kuja mpaka kwenye daraja kubwa pale mtoni ambako kuna viboko na mamba. Ni raha sana unapokuwa unatembea huku ukiwa na ulinzi ambao umeimarishwa kabisa. Lakini pia kutakuwa na sports competition, fishing competition, kwa maana kwa wale ambao wanapenda kuvua samaki basi watapata fursa ya kuvua samaki. Kwa hiyo kiingilio au usajili kwa hizo mbio ni shilingi 45,000 ambayo inajumuisha t-shirt kama hii ambayo nimevaa, lakini kuna toleo lingine kwa ajili ya mbio ya mwaka huu. Alafu utapata medali kwa wale watakaomaliza mbio, utapata kile kibegi cha mgongoni, utapata wristband, na utaweza kupata maji pamoja na matunda njiani unapokuwa unakimbia. Lakini pia hapo utakuwa umelipia kiingilio cha mbugani. Kama mnavyojua ile ni sehemu mojawapo ya kutafuta mapato ya serikali. Kwa hiyo yote anayeingia pale lazima alipie. Kwa wale ambao hawana usafiri wa binafsi, kutakuwepo na usafiri ambao unapatikana kwa gharama ya shilingi 40,000 kwenda na kurudi. Itakuwepo costa pale. Kwa hiyo unapokuja kusajili au ukiingia kwenye tovuti yetu utapata hizo taarifa zote kuhusiana na masuala ya usafiri, na unaweza ukalipia kwa benki au ukalipia kwa lipa namba ambazo zinapatikana kwenye social media zetu. Lakini pia kuhusu malazi, nitaongelea kidogo malazi, lakini pia nitamkaribisha mhifadhi ambaye tuko naye hapa, ataweza kutoa maelezo zaidi ya kina kuhusiana na malazi. Lakini malazi yako ya aina nyingi. Kuna malazi ambayo yanapatikana kwa maana ya hostel, kuna bandas, kuna cottage, na hizo ni gharama tofauti ambazo yanapatikana ndani. Lakini pia nje ya hifadhi kuna zile hoteli ambazo tumewaomba kwa namna moja ama nyingine waweze kutoa punguzo kwa ajili ya huu msimu wa Great Ruaha Marathon kwa wale ambao watataka kulala nje ya hifadhi. Kwa hiyo pia kutakuwa na camping kwa wale wanaotaka kulala kwenye mahema au matenti. Unaweza pia ukalipia. Taarifa zinapatikana pale kwenye banda letu. Kwa wale waliopo Iringa, ukitaka kujisajili, tunakukaribisha kwenye banda letu pale mbele ya maktaba ya mkoa, ambapo ukija pale utapata taarifa za kutosha. Lakini pia ukiingia kwenye website yetu ambayo ni www.greatruahamarathon.co.tz unaweza kupata taarifa zote, na kama kutakuwa kuna shida yoyote ambayo unataka kufahamu zaidi, unaweza ukapiga simu ya mkononi ambayo ni 0673 112 753, 0673 112 753. Unaweza ukapata taarifa za ziada kama utazihitaji. Leo naongea ikiwa ni tarehe 17, bakiwa na muda mchache. Kwa hiyo nawaomba wananchi wa Iringa, hii mbio ni ya kwenu.
Hii mbio ni Wanairinga. Hifadhi ya Ruaha ipo Iringa. Vivutio vingi vya utalii vipo Iringa. Kwa hiyo nawaombeni kwa kupitia ile kauli ya mkuu wa mkoa, tujitokeze kwa wingi. Tuje tukimbie pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mwanamichezo nambari 1 au nambari 2 kwa hapa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Lakini pia na imani akiwepo yeye kutakuwepo na watu wengine wakubwa ambao kwa namna moja ama nyingine watashiriki kwenye mbio hii. Kwa hiyo Mwanairinga, tafadhali, hii mbio hapa tunaelekea mwisho wa mwezi. Najua mbio ni tarehe 5 mwezi wa 7. Kwa hiyo hizi tarehe 28, 29, 30 wewe jipange vizuri hapo ili na wewe ukapate vibe, kwa sababu pia ni long weekend. Kumbuka Ijumaa ni tarehe 4, Jumamosi tarehe 5, tarehe 6 ni Jumapili, tarehe 7 ni Sabasaba Jumatatu, ambayo pia itakuwa ni sikukuu. Kwa hiyo wale ambao watataka kushiriki zile kategori mbili ambazo ni safari walking au walking safari pamoja na sports fishing, hiyo itafanyika siku ya Ijumaa kuanzia mida ya mchana hivi. Alafu Jumamosi ndio itakuwa sasa mbio za kilomita 5, 10 pamoja na half marathon kilomita 21.